tatu linahusiana na kuwafuturisha watu wenye uwezo. Kusema kweli kuna tabia ambayo imeenea sasa hivi ya si vibaya wewe ukawaita rafiki zako nyumbani, hotelini au wapi mkafuturu pamoja, sawa, njia ya kuunganisha undugu, njia ya kutengeneza mapenzi yenu pamoja haikatazwi. Lakini leo imekuwa kuna aina fulani ya fashion ya masuala ya kufuturishana kwamba mataasisi makubwa, mabenki makubwa yanafanya iftari katika hoteli kubwa za 5 stars na watu wanaitwa mule ndani wote ni wadau kama ni wateja kwa malengo ya kibiashara pasei. Yaani sio ya malengo tunasema kwamba unamsaidia labda mtu asiyokuwa na uwezo katika kumfuturisha. Wako ndugu zetu wengi kabisa vijijini ambao wanahitaji kupata iftari na kupata mabadiliko katika menu yao ya chakula, lakini saa nyingine wanakosa. Lakini vyakula vile saa nyingine vinakwenda kuguswa na watu ambao hawana shida navyo, na mwisho wa siku vinaishia katika kutupwa au watu kuondoka na mifuko au yani almuhim ni dhahira, ni fenomena ambayo inaanza kukua kwa kasi na ambayo kusema kweli haina afya sana kwa maslahi ya watu wenye kipato cha chini. Mimi nilikuwa nafikiria kuna umuhimu wa makampuni haya makubwa na mabenki yakawa yanafanya aina ya kukusanya fund na kurudisha faida kwenye jamii, kwa maana ya kwenda katika maeneo hasa yanayostahiki kama ni vijijini, mashuleni ambapo wanafunzi wanapata shida ya iftari, wakapeleka hata kama wakipiga picha pale wakaweka nembo yao hakuna shida, lakini wafaidikaji mwisho wa siku wanakuwa ni wale walengwa, kuliko kuwaita wateja wako alafu kawafuturisha na wenyewe ni mamilionea. Sidhani kama hii ndio falsafa nzima ya ufuturishaji. Kwa hiyo nadhani swali ambalo mwanadarsa ameliuliza na wenzake linahusiana kwa kiwango kikubwa na mambo haya matatu ambayo nimeyaweka wazi kwa faida yetu wote pamoja, lakini vile vile kwa faida ya watazamaji waweze kuyaelewa. Jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.